Samueli wa kwanza ile sura ya 16 mstari wa kwanza, asema hivi: Bwana akamwambia Samueli, hata lini utamlilia Sauli ikiwa mimi nimemkataa asiwamiliki Israeli? Hata lini utaendelea kumlilia? Huyu mtu alikuwa ni mfalme, alikuwa anafanya matendo mabaya. Samueli ambaye ndiye alikuwa nabii alimwombea maombi, alikuwa analia mbele za Mungu akimwombea maombi, lakini Mungu akamwambia Samueli, hata lini utaendelea kumlilia mtu huyo wakati mimi nishamkataa? Mimi nisemacho ni kwamba utawala huu umekataliwa na Mungu. Hiyo fanyeni mtakavyofanya, hangaikeni mtakavyohangaika, nendeni kwa mitume wote, wakina Mamposa ambao kwa sehemu kubwa huwa mnawaita na wanakuja kwenye vikao vyenu. Najua yako maombi huomba, lakini nawahakikishieni Biblia nasema aonywaye mara nyingi. Nisemacho ni kwamba kitendo cha serikali ambayo nimemwona waziri wa kazi Profesa Kabudi na wengine na waziri wa mambo ya nje, lakini pia na balozi wa Italia ambayo ni wa nje kule. Sasa nisemacho ni kwamba ni hivi, maombi ambayo pengine wameenda kuomba kwa Papa si awaombee baraka, aombe baraka zidi ya Tanzania. Wawe either rais awe amejaribu kutoa wazo hilo kwamba nendeni kwa Papa pengine tukapate baraka. Basi niwaambie baraka hizo hata kama ye kaomba Papa, mimi nawahakikishieni hakuna baraka ambayo Mungu anaweza kaileta juu ya taifa hili. Na katika kitu mjue, dhambi yenu haitafutika dhambi yenu, kwa sababu ya nachambua vitu kadhaa hapa na vielezea kwa haraka. Ni kwamba kwanza ifahamike, makosa mlioweza kuyafanya kwenye nchi hii ambayo kwa sehemu kubwa tunaona kuna watu walitekwa kabla. Yalikuwepo malalamiko ambayo watu walikuwa wakilalamika, lakini nyinyi kwenu mlisema kifo ni kifo. Mimi nisemacho ni kwamba cheo hakiwezi kukuzibia hukumu. Hukumu itakuja hata kama kwa kuchelewa. Kwa hiyo yawezekana mkaa kwa sababu ya vyeo mlivyo navyo, kwa nafasi mlizo nazo, mkaa unaona kwamba hakuna itakalo tupata. Mimi nawahakikishieni kila jambo lina wakati wake. Ni wakati wenu wa mfamaji kutapatapa, ni wakati wa kutapatapa kwa mfamaji. Lakini ukweli usiopingika, na hakikishieni ya kwamba hakuna baraka yoyote, hakuna maombi yoyote mtakayoombewa ambayo yatafanya muache kuweweseka kwa damu za watu mlizozimwaga bila hatia. Hakuna maombi yoyote yatakayoweza kusafisha nia na matendo yenu, kwa sababu maandiko pia yanasemaje? Hebu nisome hapa, nisome Ibrania hapa sura ya 10 mstari wa 26, nasema hivi: maana kama tukitenda dhambi kwa kusudi, baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli, haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi. Hakuna baraka yoyote inaweza ikaja mahali pengine. Nisome hapa katika kitabu cha Samueli hapa kwanza ile sura ya 16 mstari wa kwanza, asema hivi: Bwana akamwambia Samueli, hata lini utamlilia Sauli ikiwa mimi nimemkataa asiwamiliki Israeli? Hata lini utaendelea kumlilia? Huyu mtu alikuwa ni mfalme, alikuwa anafanya matendo mabaya. Samueli ambaye ndiye alikuwa nabii alimwombea maombi, alikuwa analia mbele za Mungu akimwombea maombi, lakini Mungu akamwambia Samueli, hata lini utaendelea kumlilia mtu huyo wakati mimi nishamkataa? Mimi nisemacho ni kwamba utawala huu umekataliwa na Mungu. Hiyo fanyeni mtakavyofanya, hangaikeni mtakavyohangaika, nendeni kwa mitume wote, wakina Mamposa ambao kwa sehemu kubwa huwa mnawaita na wanakuja kwenye vikao vyenu. Najua yako maombi huomba, lakini nawahakikishieni Biblia nasema aonywaye mara nyingi akishupaza shingo hatavunjika. Ngoja nisome, anasema aonywaye mara nyingi akivunjika hatapata dawa, atavunjika ghafla hatapata dawa. Nisome katika Misali 29 hapa mstari tu wa kwanza. Maandiko yanasema aonywaye mara nyingi akishupaza shingo atavunjika ghafla wala hatapata dawa. Mimi nijuacho ni kwamba kuna maonyo mengi sana yamepita zidi ya mamlaka hii.
kabla tunajua kwamba sababu kuna namna ambayo kwa sehemu kubwa wa upande ambaye niona hata rais mara nyingi watu walionya kuhusiana na masuala ya utekaji, lakini hakuchukulia hatua yoyote. Alipokuwa akisimama nasema kifo ni kifo tu. Uje pia kwa baadhi ya wachungaji, kuna mchungaji anaitwa Mbarikiwa Mwakipesile, kwa sehemu ukichunguza, ukifuatilia, alilalamika kuhusiana na kuuawa kwa mtoto wake ambaye aliweza kuhusika, alikuwa ni mkuu wa usalama. Hakuchukuliwa hatua yoyote. Uje wanaotajwa ambao ndo maafisa walikuwa wanatajwa na yule ambaye ni mwanaharakati Sativa alimtaja kwamba ndiye aliyemteka. Baadaye unakuja unaona hakuna hatua zozote zilizochukuliwa. Uje pia kwenye yule ndugu ile Facebook anasema watu kapoteza, polisi msiwatafuta. Hakuna hatua zozote zilizochukuliwa na rais za moja kwa moja, kwa sababu wale wako chini ya rais, anaweza akawajibisha au akawawajibisha yeye. Lakini hakuna hatua zozote zilizochukuliwa. Uje wakina Amfani Polepole walionya sema hivi vikundi vinavyoteka watu rais anaweza akavidhibiti. Wakina Gwajima walikuja wakaonya, akasema kwamba haya hayakubaliki masuala ya utekaji. Wao ndio wakachukuliwa hatua na makanisa yao kufungwa. Alafu leo hii mmefika hapa mlipofikia, ambapo umeanza kuona kama hali si shwari, kwa sababu Biblia inaposema aonywaye mara nyingi akashupaza shingo atavunjika hatapata dawa. Leo hii baada unapokuwa sasa upo mahututi, ndio unazosema nataka dawa, ndio unaanza kuona kama unathamini watu wa Mungu, unapenda watu wa Mungu. Yaani watu wa Mungu unawapenda kwenye mazuri tu, kwenye mema tu, kwenye kukupongeza tu, kwenye kukusifia tu. Mimi ninachoweza tu kuhakikishia kwamba hakuna mamlaka iliyowahi kusimama ambayo ilikuwa inafurahishwa na udhalimu, inafurahishwa na uchawa, inafurahishwa na unafiki ikasimama. Hakuna serikali hiyo iliyowahi kusimama ambayo ilipendwa kupongezwa tu. Mamlaka za namna hiyo zote, fuatilia historia za dunia, wako marais wengine wakuwepo Ufaransa. Nimefuatilia rais mmoja ambaye alikuwa anasiza unafiki, alianguka. Uje Ujerumani basi na pia hata nimefuatilia historia moja ya utawala mmoja ule kutokea katika Italia ambao ndio Roma, ulianguka pia kwa sababu ya kusikiliza washauri wanafiki. Mnasikiliza machawa, watawapongeza, watawasifia, mnaopiga mwingi, mnafanya kazi nzuri, ila ukweli na uhakikishia, hangaikeni mtakavyohangaika, nendeni popote, nendeni kwa nabii yoyote, ila na uhakikishieni Mungu atalipa kisasi juu yenu kwa wakati wake. Na tunaposema Mungu, mimi sina maana Mungu ule wa hewani, yule asionekana. Ni kwamba hizo data zenu zote ambazo nyinyi kwa sehemu kubwa hamuwajibiki kwenye mlichotakiwa muwajibike, watu tunazihifadhi. Ifahamike hata kwenye nchi ya Burkina Faso aliuawa Thomas Sankara miaka mingi iliyopita, lakini alipokuja kutokea Ibrahim Traore zile kesi zilifunguliwa tena. Kwa hiyo data zenu zinahifadhiwa. Ndio maana Ruge Mutahaba aliwahi kusema muogope Mungu, ogopa na teknolojia. Teknolojia inahifadhi sana, kwa sababu nilimwona hata Mzee Butiko anasema kwamba rais hahusiki na mambo hayo. Kama hahusiki, si achukulia hatua walio ambao ndio wanaotajwa kuhusika, wakina Mafuere kuteka watu. Kwa nini asiasi nani? Lakini pia kwa habari labda mfano mimi naamini hata tukija kwenye habari ya sheria, kwa sababu kuna kitu kingine nimekuwa nikikifafanua. Biblia hii ni moja ya kitabu ambacho kimetumika sana kwenye katiba ya Tanganyika, kimetumika sana, ambayo iliundwa mwaka 1977. Kimetumika sana hata kama katiba hii ikafanywa marekebisho mwaka 1984 kama sijakosea. Sehemu ya katiba utakuja utaona ni ndani ya hii Biblia, wamekochi humu. Biblia inamtaka mtu aliyehusika na mauaji na yeye achukuliwe hatua. Kama aliua kwa kutokukusudia, huwa ni kifungo cha maisha. Lakini pia huwa kuna uwezekano ikapungua adhabu. Lakini kwa mtu aliyeua kwa kukusudia, naye inatakiwa pia anyongwe. Sasa sheria hizi sijui umeziunda kwa ajili ya nani, kwa sababu sasa inawezekana akina Kapuku tu wakiua ndo wanaweza wakahukumiwa kunyongwa. Lakini nyinyi sheria hizo ni kama haziwahusu, ila ukweli usiopingika, sheria hizi zitatumika kwa ajili yenu, zitatumika. Kuna wakati na saa. Mimi naamini sana Tanzania haitatawaliwa siku zote na viongozi wa dhalimu. Kwani Magufuli ilitokea wapi? Na najua hata kama mmekita mizizi ya kila namna kwamba kokote kule hatatokea kiongozi yoyote mwenye moyo kama Magufuli.
ila naamini katika muujiza Mungu aweza kufanya jambo jipya kwenye nchi ya Tanzania, na hii inawezekana. Hata Roho Mtakatifu hunishuhudia ndani yangu. Hii ambayo inawezekana zikatumika njia za kutesa, kuteka, kuumiza, mkaishi labda ndo mtazidi kutengeneza mamlaka yenu kuwa na nguvu, au watu waogope. Mimi nakuhakikishia mwanadamu, kwa kadri unavyozidi kumtesa ndivyo unavyozidi kuchochea ndani yake hali ya kujizila na kuona ni heri nife nikiwa najaribu kujipambania kuliko nife nikiwa nimenyamaza. Kuna mateso aliwahi kuyafanya hapa mfalme mmoja kwenye Biblia hapa, akihisi kana kwamba ndo anawakomoa watu, lakini kumbe ndo alizidi kuwatengenezea mazingira watu kustawi na kuanza kuona kwamba haina haja sisi kuendelea kuwepo huku. Katika Kutoka 1 mstari wa 12 anasema, lakini kwa kadri walivyowatesa ndivyo walivyoongezeka na kuzidi na kuenea. Yaani walivyozidi kuwatesa wana wa Israeli ambaye ni Farao, wao walizidi kuenea na kustawi, akili zao zilizidi. Kuna somo moja ambalo kiongozi wangu kwa mahali napoabudu alikuwa anafundisha kwamba ugumu ni fursa. Ugumu huwa unaamsha akili. Wewe angalia kwa kadi ambavyo watu wamezidi kutekwa, watu wamezidi kuuawa. Kwani mmepunguza wa kuongea sasa? Yaani ndo jinsi mnavyozidi kujichafua na kutengeneza watu wengi wanaoweza wakawa wanawaataki. Ni kuzidi kutengeneza watu watakaozidi kuichukia mamlaka yenu. Hitimisho langu ni kwamba kuzunguka kwa manabii na mitume si waombe baraka, waombe zidi yenu, si baraka, si Mungu alete baraka. Na hakikisheni dhambi yenu haitasamehewa kwa sababu mmefanya kwa makusudi. Kwa mfano, watu waliouawa Oktoba 29 kwa njia ya risasi, uwezo ukasema ni bahati mbaya, uwezi, na hata huna sababu za msingi za kusema tuliwaua labda wakiwa na malengo mabaya. Waliandamana kwa sababu baada ya kusikia kwamba rasilimali zetu zinabagazwa na watu wachache. Na walikuwa naongea na kina Anthony Polepole, ifahamike Anthony Polepole aliongea kwamba tukae kwanza, tukubaliane, ndipo tuingie kwenye masuala ya uchaguzi, tuliziane kwanza. Hata wakina Gwajima jaribu kushauri kwamba inawezekana ukaja kuwa kiongozi, lakini shida itakuwepo, utatawalaje nchi ambayo imemeguka vipande? Biblia inaposema aonywaye mara nyingi akishupaza shingo atavunjika wala hatapata dawa. Ndio hii sasa. Mtajaribu kuhangaika huko na kule na nchi itatulia. Huo ndio ukweli usiopingika. Fuatilia historia ya Libya baada ya kuwa Gaddafi mpaka leo nchi haijatulia. Nchi kama kwa mfano za hiyo Burkina Faso haikuwahi kutulia. Nchi yote ambayo waliwahi kufa watu ambao wasio na hatia. Watu walibaki na visasi mioyoni vya kuindana na askari chini kwa chini. Ndio maana matukio kama unayoona, si nyumba ya polisi imechomwa, si huku askari si kauawa, si huku kafanyaje. Yawezekana jeshi la polisi linatangaza hizo taarifa sio za kweli, lakini yawezekana zikani za kweli, na huenda matukio kama haya ambayo sasa unaanza kuona vikundi vya wasi wanasema sasa tutaanza kuua, sasa na sisi tutaanza kujilipiza kisasi. Vikundi hivi vitaendelea siku nyingi, kwa sababu kuna watu wanakuwa na visasi ndani ya mioyo yao. Na hotuba zenu, kwa sababu hata mtu yote mwenye akili timamu akizisikiliza zinachochea hasira. Yaani ile kitendo cha kwamba nguvu iliyotumika Oktoba 29 ilikuwa ni sahihi. Mnatengeneza watu ambao wanakuwa na chuki na hasira na serikali yenu. Mimi niwaambiacho kwamba Mungu hata wasamehe milele, hata wasamehe. Vinginevyo chukueni hatua kwa watu wanaoteka watu, chukueni hatua kwa watu waliosikika kuwa wameteka watu, chukueni hatua stahiki kwa watu walioua watu, chukueni hatua stahiki. Kwa sababu kama ni kutubu kwa mujibu wa Biblia, maandiko yanasema hivi. Zakayo kwenye ile kitabu cha Luka 14 pale, na 19 pale, Zakayo kwamba alipomkaribisha Yesu alisema nusu ya mali yangu na wangawia masikini, na kama kuna mtu nilimnyang'anya kwa hila nitamrudishia mara 4. Kama kuna mtu nilimdhulumu kwa hila nitamrudishia mara 4. Huko ndo kutubu huko. Lakini sio hii ambayo mnaweza mkasema maliziano, alafu kukiri makosa yenu ni wapi mlipokosea, mtaki kukiri. Alafu unasema unataka maridhiano. Maridhiano si tunataka damu za ndugu zetu zilizomwagika, ambazo nyinyi kwenu mnasema mje kuwa labda mbu. Sasa sisi tunataka damu za ndugu zetu, tunataka thamani ya ndugu zetu.
kwa sababu maendeleo yoyote ambayo mtakuwa mnahangaika mnasema tunataka tulete maendeleo, hakuna maendeleo ya ambayo yanaweza yakaja katuliza mioyo yetu ikiwa tutakuwa hatuwaoni ndugu zetu wakina Injili Geuzayo Roho, wakina Amfani Polepole, wakina Mdude Nyagali. Hayo sio maendeleo. Maendeleo kabisa kabisa ni usalama na uhai wa ndugu zetu, ndio tunaowataka. Niishie tu hapo. Sauti ya mtoto wa mtu aliye kutoka nyikani anasema, tengenezeni njia Bwana, nyosheni mapito yake. Tazama Mungu mhukumu wa haki kwa taifa hili yu aja na malipo. Hongera kwa kunisikiliza, na hii ndio maana neno Maranatha. Amen.